Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, nasema asante kwa ajili ya siku hii njema. Ninalibariki neno lako na kuliinua kwa damu ya Yesu. Ninalifunika kwa neema yako, linapotoka likaende na nguvu kwenye mioyo yao, watu wako wakabadilike katika jina la Yesu, nikiomba na kushukuru na kuamini. Amen. Roho ya Bwana iko juu yangu, ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Roho ya Bwana iko juu yangu, ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Roho ya Bwana iko juu yangu, ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Macho ya Bwana huwatazama wenye haki. Andika somo, macho ya Bwana huwatazama wenye haki. Kwa nini Mungu anataka ujifunze hili? Ili ukajue jinsi ya kujihesabia haki kwa njia ya imani. Usikate tamaa pale ambapo unapita kwenye magumu, kwa sababu magumu unayopitia hayamaanishi wewe ni nani mbele za Mungu. Magumu hayakudefine mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuanza, ninaomba kabla ya present somo la leo mbele yako, ni uongee ujumbe ambao Mungu amenipa juu ya kanisa la Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anasema kuna askofu mkubwa anayekwenda kuanguka kabla ya wakati wake, kwa sababu kuna maagizo ya Bwana wamekiuka kama kanisa na dhehebu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anasema kuna askofu anakwenda kuwa cut short, maisha yake yanaenda kufupishwa. Sio wakati wake wa kuondoka, lakini anaondoka as a result ya disobedience ya panel yake. Bwana Yesu asifiwe. Labda na wale ambao wako washauri wa karibu hawakushauri vizuri, kwa sababu hiyo yeye hata kuepo. Bwana Yesu apewe sifa. Afu anasema hivyo kupelekea mpasuko, na kitakachozaliwa hapo kwanza hakitamtukuza Mungu kwa asilimia zote, lakini pili hakitasimama imara kwa muda mrefu sana. Hakitasimama imara, maana naona dhehebu ambalo lilishasimama vizuri na lilikuwa na amani, lakini likisplit in two. Na splitting yake ni kwa sababu heshima yote wanamheshimu sana kiongozi wao, na imefika kiasi kwamba kuna maagizo Mungu anapenyesha kwenye dhehebu yamekuwa hayafanyiwi kazi. Kwa hiyo kwa sababu maagizo yake hayafanyiwi kazi kwa asilimia 100, pia litasplit mara mbili, na likisplit ili dhehebu, kitakachozaliwa pia upande mmoja utakuwa wiki na upande mwingine utakuwa na ukosoa upande mwingine. Kwa hiyo halitakuwa imara kama lilivyo. Mungu anachosema waingie kwenye maombi ya toba ya siku 21 hilo dhehebu. Najua hii clip itatembea, itawafikia na wataelewa. Huyo askofu ni mkubwa na ni mtu mzuri sana na amesimama kwa uaminifu, lakini Mungu ananiambia his life is going to be cut short soon. Sababu ya kufanya hivyo ni kuwakumbusha. Mungu anawakumbusha, kuwakumbusha kwamba yeye ndio msemaji wa mwisho katika dhehebu. Yeye ndio msemaji wa mwisho katika kanisa na katika maisha ya wanadamu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wana wa Israeli walipokuwa na ufalme imara sana kwa kupitia Suleiman, baada ya Suleiman kuinuka moyo wake akamkosea Mungu. Alipomkosea, ufalme ukagawanyika, nusu kachukuliwa na Rehoboam, nusu kachukuliwa na Yeroboam. Na kutokea hapo Israeli kapitia misukosuko muda mrefu. Kwa hiyo Mungu ameniambia wape mfano wa Israeli walivyotukuka sana kwa kupitia Suleiman, kwa sababu Mungu aliamua, alikifanya kiti cha enzi cha Suleiman kuwa imara ni Mungu. Lakini Suleiman alipokosea akaisikiliza miungu mingine, ufalme ukasplit into two. Wengine wakaabudu miungu mingine, wengine wakaabudu miungu hii. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tunaomba hilo lisiwakute wenzetu kwa jina la Yesu. Sisi ni mwili wa Kristo, tunaomba tusisplit kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Weka ujumbe wa Mungu kwa wakati na kwa mtu sahihi, akijua kwamba yule mtu ndo atapita pagumu. Lakini kumbe usipopeleka ujumbe wa Mungu unapita na wewe pagumu. Kwa hiyo kuna fadhaa inakaa ndani yako, kama kuna depression haiwezi ikaondoka mpaka utakapokwenda kwenye kusudi, ama utakapokwenda ulipotumwa, ama utakapoanza ulichoambiwa ndani. Kwa hiyo unaposikia hapa anasema usije ukafadhaika unapoenda, ili nisikufadhaisha wewe. God is speaking to someone today. Somo hili nimeliombea, kwa hiyo I know it is prophetic. I'm talking to someone. Kuna mtu Mungu anataka uanze kitu. Labda we ni muombezi, labda umelala umeota umeshika bendera ya taifa la Tanzania, labda we ni muimbaji na unajua kabisa mimi nikiimba nguvu za Mungu zinatoka, lakini right now ukitoa sauti mawimbi hayapo, wenzako wana mawimbi. Bwana Yesu asifiwe. Unasema mimi mbona sina mawimbi, kwa hiyo I cannot stand to sing. It's not about the voice, it's about who sent you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa.
Amina hapo lazima zipungue. Nasema Bwana Yesu asifiwe. God is good. Najua ninaongea na kusudi la mtu. Kuna mtu ametumwa sehemu. Na kama Mungu amekutuma na amekusimamisha sehemu, hatoacha kukukumbusha kwa ndoto, kwa maono na kwa mafundisho kama hivi. Ukija kanisa nasema leo waende wafundishe labda kuhusu mahusiano. Hapana. Tutafundisha Jumapili kuhusu mahusiano. Lakini leo tutakufundisha juu ya hilo kusudi, kwa sababu Mungu ananiambia kuna mtu nimemwambia apeleke kusudi sehemu. Na yeye anachonijibu ananiambia kwamba mimi mwenyewe nimefadhaika. Kwa hiyo siwezi kwenda kuondoa fadhaa kwa mwingine. Ondoa kwanza kwangu. We do not give condition to God. God gives us conditions. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu shughulika kwanza na fadhaa yangu, shughulika kwanza na ya kwangu. Ujui when you are healing the wound of someone else, you are healing your wound too. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokwenda kuingia kuomba, simama kwenye nafasi yako. Mwambie Mungu nasimama kwenye nafasi yangu. Kuna vitu una struggle navyo kwa sababu haupo kwenye nafasi. Ukikaa kwenye nafasi, Bwana Yesu asifiwe. I can testify. Kuna andiko linasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kulalamika kama binadamu labda unaweza ukawa unalalamika, lakini naweza kumshuhudia Mungu sijapungukiwa na kitu. Kuna vitu nikivitaka kwa wakati na vipata kwa sababu nimesimama kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the times. Kuna siku Mungu alinituma sehemu, nikamwambia sina hela siendi. Natoa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Alinituma akaniambia nenda sehemu, nikamwambia siendi. Nikamwambia sina hela siendi bila hela. Akaniambia mara ya 3 nenda, nikalala. Nilipolala usingizini akanijia mtu na t-shirt limechanika, alafu ana huzuni sana. Nilipoangalia kwenye t-shirt yake nikaona andiko. Nilipoamka nalikumbuka lile andiko, nikalisoma, linakemea, andiko la moto. Andiko likanikemea. Bado sikwenda. Bwana Yesu apewe sifa. Nikawa nimechukia sana. Baada ya ile siku kupita na sijaenda Mungu aliponituma, ufahamu ukaniambia chukua hela kutoka kwenye simu yako hii moja, tuma kwenye simu yako nyingine, fanya kama unajaribu. Kwa masikitiko makubwa sana nikasema nitume, maana najua simu haina hela. Sisi hela hamna, kwa hiyo siwezi kwenda, nimezila. Nikachukua simu nikatuma salio dogo kwenye simu ya pili. Nilikuta hii simu ina salio kubwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Most of us tunaweza tukamoutsmart Mungu, kwamba ukasema kwamba Mungu hajatenda kwa hiyo sitafanya. You can never outsmart God. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuta salio kubwa, uso wangu kanishuka. Nilimwambia Mungu sina fedha, lakini kitu cha ajabu ni kwamba fedha ilikuwepo, ila tayari ndani labda ulikuwa umeshaweka kwamba mpaka itokee hivi, ukimwekea Mungu conditions you will never meet his criteria. Bwana Yesu asifiwe. You will not meet his criteria na hautopata ile satisfaction kwa sababu umeweka condition. Listen to the condition of God, because the condition of God is your condition. Nilipotuma salio huku lilienda, alafu huku balance niliyoikuta ni 6 digits. Bwana Yesu asifiwe. Ni digits za kutosha, na Mungu hakuniambia neno lolote. Mimi mwenyewe nilijiambia ndani kwamba I have failed you, I am sorry. Bwana Yesu asifiwe. Obey the voice of God. Najua naongea na mtu. Obey the voice of God. Kuna mtu anasema hapana, mawimbi haya labda kwenye familia yangu mpaka patulie mimi ndio nisimame. Yaani mwisho wa siku niende mimi nasimama kanisani, pokea naombea, wakati mimi mwenyewe ndio hivi Mungu. Hapana. No, God is telling me stand in Jesus name. Simama kwenye nafasi umeitwa, umetamkiwa na Mungu neno. Nenda kasimame na hilo neno. God will work. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, mnanielewa? Unajua uso ambao nilikuwa nao baada ya kuambiwa na Mungu mara 3 na kuambiwa na ndoto, afu nasema sina balance. I cannot go where you are sending me without any balance. Bwana Yesu asifiwe. Siendi, alafu unakuta you have more than balance and you didn't know. Nikijaribu kukumbuka mpaka leo ile ilitoka wapi sijui. Bwana Yesu apewe sifa. God is good. Kasimame kwenye nafasi kwa jina la Yesu. Kasimame, nenda kafanya hicho kitu. Alafu ukiwa kule unaenda kufanya, usifadhaike, usije ukafadhaishwa ukiwa kule. Ukiwa kule simama boldly. Kwa sababu gani? Ibada ya leo maybe imefunua identity yako. So you have known your identity. Kujijua wewe ni nani, ama kujua Mungu anakuhitaji. If you know that God is calling me beloved. Beloved maana yake nini? Separate be na love. Alafu ziweke pamoja, put that D mwishoni. Kwa maana yake kwamba I am someone who is loved by God. Alafu niko special in the eyes of God. Kwa kuwa niko special, I will not fail my God in Jesus name. You will not fail God in Jesus name. We will not fail God in Jesus name. Sisi wa kizazi hichi tumeitwa kama a prophetic message. We are a prophetic message to a generation. Tukishindwa sisi tunaangusha wengi.
Wewe hapo ukikata tamaa, kuna watu wengi wanarudi nyuma. Kuna watu waliachaga kuomba wakashangaa roho ya mauti imeingia kwenye familia. Right now you are praying, haujui kama umezuia watu kufa. Right now you are praying, haujui kwamba kansa imekosa nguvu kwenye familia yako. Right now you are praying, haujui kwamba saizi hakuna miscarriage kwenye ukoo mzima. Unashangaa tu watu ambao hawana ushuhuda wanaingia kwenye ndoa kwa wakati, wanaolewa, wanafanya. When you stop praying, utaanza kushangaa vitu vinarudi kwenye familia. Kumbe your prayers is a reservation for a generation. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akasimame nawe kwa jina la Yesu. Mungu akasimame nawe kwa jina la Yesu. Usikatie tamaa ya maombi. Najua kuna mtu saizi ana struggle kuomba. Usikatie tamaa ya maombi hata dakika 5. Keep on pushing, keep on praying. Ile nguvu itakurudia, lakini when you give up, Mungu hana kitu chochote cha kufanya ukikata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya vitu shetani anavyotupush tukate tamaa, kwa sababu when you are still on, God can do something. God can come in a vision, God can come in a dream. I have given up sometimes. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshawahi kukata tamaa pia. Kuna kipindi nilikata tamaa na nikachoka, and I told God, come, naomba uje kama we upo. Saizi it's not about a prophet, it's not about an apostle, it's not about someone. I want to see you direct. I saw him standing in front of me. Bwana Yesu asifiwe. Umeshawahi kumuona Yesu anakushukia sehemu, mpaka ile sehemu alipo unapisha, yani kama njiani, unajua sasa hapa kasimama. Uwepo ni mwingi mpaka inabidi nipite pembeni. Najua kasimama hapa. And ukiforce kwenda pale unashuka, kichwa chako kinashuka, unainama. You know that Jesus Christ is here. And today he's going to meet you in Jesus' name. Is going to meet you atakutana na wewe kwa jina la Yesu. Kuna watu hawaumwi, nikwambie, kinachowauma ni kwa sababu hawajatii maagizo. Kuna watu hawana shida ya uchumi, kinachowashinda ni kwa sababu Mungu alisema kitu hawajafanya. Kuna watu hawana shida yoyote, shida yao ni kwa sababu Mungu alishasema jambo na haujafanya. Umetoka nje ya Eden kwa sababu haufanyi maelekezo yake. Anasema utakapoisikiliza sauti yangu kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Utakapoisikiliza sauti yake kwa bidii, maana yake kila atakachokisema utakuwa unakihakiki hata kilichopita kama nimeshayafanya yote, alafu mkono wake utakutokea kwa jina la Yesu. Receive that blessing in Jesus name. Simama pale ulipo.